Wekundu wa Msimbazi Simba kwa mara nyingine tena wamepata ushindi katika mechi kali, mechi dhidi ya Singida Black Stars kwenye uwanja wa Mwigulu Complex pale mkoani Singida, na hivyo kupata pointi 3 zinazowafanya wapae kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara kwa kufikisha pointi 9. Hilo lilitokana na ushindi wa mabao 2-1, mabao kutoka kwa mwamba wa Lusaka Clatous Chota Chama katika dakika ya 12 na kisha mkwaju wa penalty Rushaine Diriek dakika 63, huku Singida Black Stars bao lao likifungwa na Shakan Ibrahim na hivyo kufanya Simba imalize ikiwa na ushindi wa mabao 2-1. Sasa Simba wamefikisha pointi 9 katika mechi 3, lakini mabao 6 wakiwa wameruhusu mabao 3. Lakini jambo lingine kwa siku ya leo hii ni kwamba matumizi ya ule mfumo mpya wa kumsaidia mwamuzi kwa marejeo ya picha za video, football video support, kwa mara nyingine tena mwamuzi Ali Mnyupe ilimsaidia kuiwezesha Simba leo hii kunufaika kwa mkwaju wa penalty ambao ulifungwa na Rushaine Diriek baada ya Ismail Olivier Toure kufanyiwa madhambi na Ahmed Pipino. Lakini ni mfumo huo pia kwa mara nyingine tena umeiathiri Simba baada ya marejeo ya picha za video kumuonyesha mwamuzi Mnyupe kwamba beki Anthony Mligo alifanya madhambi yaliyomfanya mwisho wa siku apate kadi nyekundu, na hivyo Simba kumaliza wakiwa pungufu kwa mara nyingine tena. Hii ikiwa ni mechi ya 3 mfululizo Simba wanashinda, lakini ni mechi ya 3 mfululizo Simba wakimaliza pungufu kwa kupewa mchezaji wao kadi nyekundu. Inakumbukwa mechi dhidi ya Kagera Sugar, beki wa kulia David Kameta Duchu hakumaliza mchezo baada ya kuonyeshwa kadi nyekundu kwenye dakika ya 54. Lakini mechi dhidi ya Pamba Jiji kwa mara nyingine tena kiungo Ibrahim Jabbar alionyeshwa kadi nyekundu baada ya mfumo wa kumsaidia mwamuzi VS video support kuonyesha kwamba Ibrahim Jabbar alimpiga kiwiko mchezaji wa Pamba Jiji. Lakini leo hii Anthony Mligo naye alikutwa na hatia ya kufanya madhambi ambayo alimfanya aonyeshwe kadi ya nyekundu moja kwa moja, na hivyo Simba kumaliza pungufu. Lakini ukiondoa hayo, Simba tangu mwanzo wa mchezo kocha Steve Barker kwa mara nyingine tena kwenye kikosi chake alianza kwa mfumo ambao baada ya golikipa palionekana kuna walinzi 4, viungo 3, washambuliaji 3, huku akiwa na mshambuliaji bandia force 9 Eli Mpanzu Kibisawala. Lakini kwa Singida Black Stars walionekana kuanza baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, halafu wakawa na kiungo mmoja ambaye alikuwa ni James Mwashinga, wakawa na viungo 4, mshambuliaji mmoja ambaye ni Jonathan Soa. Walikuwa na wachezaji wao nyota kutokea pembeni. Hapa tunazungumzia Nzawi, lakini vile vile James Mboma. Lakini katikati kulikuwa na kina Emmanuel Keyeke. Wakati kwa Wekundu wa Msimbazi Simba, Libase Gea alikuwepo akitokea upande wa kulia, vile vile upande wa kushoto alikuwepo Anise Ura, Eli Mpanzu akianza kama mshambuliaji bandia, lakini waliokuwepo eneo la kati hawakuanza na kiungo wa kiasili wa kuzuia pase, kwa sababu kulikuwa na Neo Maema alikuwepo, Morris Abraham miongoni mwa viungo walioanza nao pamoja na Clatous Chota Chama, katika namna ambayo Simba mpaka mapumziko walikuwa wanamiliki zaidi mpira, wakimiliki mpira kwa 63%, wakipiga mashuti 7, kati yake 3 yakilenga shabaha, lakini wakiwa tayari wameshafunga bao 1. Lakini kwa Singida Black Stars mpaka mapumziko walijikuta hawana shuti lolote la kulenga shabaha, kuonyesha namna gani ambavyo Simba walikuwa wametawala zaidi hasa katika eneo la kati, Simba wakiwa katika muda mwingi wa mchezo kwenye nusu ya pili ya uwanja, huku wachezaji wao Eli Mpanzu Kibisawala, Libase Gea, Anise Ura wakiwasumbua mno walinzi wa Singida Black Stars, kwa maana ya kina Benjamin Tanim alikuwa miongoni mwa walinzi wao wakati. Lakini katika kipindi cha pili mabadiliko kadhaa yaliyofanywa na timu zote mbili bado yalinufaisha zaidi Simba. Mwisho wa siku wakaja kufunga bao la pili kutokana na huo mkwaju wa penalty. Singida Black Stars pamoja na kufanya mabadiliko kadhaa katika kipindi cha pili walijikuta wakimaliza mchezo licha ya kumuingiza Ladak Chasambi, mchezaji wa msimu uliopita wa Wekundu wa Msimbazi Simba, bado Simba wakapata ushindi huo uliofanya sasa wawe pale juu kileleni kama nilivyotoka kueleza. Cha msingi ni kusubiri sasa katika mechi zinazofuata kwamba Simba ambayo inachojivunia ni kucheza mpira zaidi katika eneo la pili la uwanja, wakimiliki zaidi mpira, wakiwa na nguvu zaidi kutoka maeneo ya pembeni mwa uwanja kwa Libase Gea, Anise Ura, Eli Mpanzu Kibisawala. Lakini Ibrahim Dumbi alikuja kuingia katika dakika ya 85 hakuonyesha kuwa tishio zaidi, na hasa kwa kuzingatia kwamba ni kipindi ambacho anaingia Simba
walikuwa pungufu, na hivyo ilikuwa wakicheza kijanja zaidi na nafasi hazitengenezwi kihivyo. Mwisho wa siku wakapata ushindi waliostahili kutokana na namna walivyocheza. Je, katika mechi zijazo itakuwa vipi? Na Simba watapambana vipi na hali hii hasi kwao ya kwamba wamalizi mchezo wakiwa kamili? Mechi 3, kadi nyekundu 3. Msimu uliopita 2025-26 mechi 30, dakika 2700 Simba hawakuwa na kadi yoyote nyekundu. Sana sana walipata kadi za njano 30, ikiwa ni timu ya pili kuwa na kadi chache za njano baada ya Yanga kadi 25. Simba ndio timu iliyocheza faulo chache zaidi, faulo 263. Lakini kwenye msimu huu mechi 3, kadi nyekundu 3. Kwao wenyewe ni rekodi. Sio rekodi nzuri, lakini ndicho kilichotokea. Lakini uzuri tu ni kwamba kwao, pamoja na changamoto ya kumaliza pungufu, bado wanapata maximum points. Ushindi 100%, mechi 3.9. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri na kuona namna ambavyo watani zao jadi Yanga watakapocheza mchezo wao, kwa sababu Simba wamecheza mechi 3, Yanga walio nafasi ya pili wamecheza mechi 2. Ni swala la kusubiri na kuona. Wewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye. Kuonyesha namna gani ambavyo Simba walikuwa wametawala zaidi hasa katika eneo la kati, Simba wakiwa katika muda mwingi wa mchezo kwenye nusu ya pili ya uwanja, huku wachezaji wao Elie Mpanzu Bisawala, Libasege, Anise Ura wakiwasumbua mno walinzi wa Singida Black Stars, kwa maana ya kina Benjamin Tanim alikuwa miongoni mwa walinzi wao wakati. Lakini katika kipindi cha pili mabadiliko kadhaa yaliyofanywa na timu zote mbili bado yalinufaisha zaidi Simba. Mwisho wa siku wakaja kufunga bao la pili kutokana na huo mkwaju wa penalty. Singida Black Stars pamoja na kufanya mabadiliko kadhaa katika kipindi cha pili walijikuta wakimaliza mchezo licha ya kumuingiza Ladak Chasambi, mchezaji wa msimu uliopita kwa mchezaji Simba. Bado Simba wakapata ushindi huo uliofanya sasa wawe pale juu kileleni kama nilivyotoka kueleza. Cha msingi ni kusubiri sasa katika mechi zinazofuata kwamba Simba ambayo inachojivunia ni kucheza mpira zaidi katika eneo la pili la uwanja, wakimiliki zaidi mpira, wakiwa na nguvu zaidi kutoka maeneo ya pembeni mwa uwanja kwa Libasege, Anise Ura, Elie Mpanzu Bisawala. Lakini Ibrahim Dumbi alikuja kuingia katika dakika ya 85 hakuonyesha kuwa tishio zaidi, na hasa kwa kuzingatia kwamba ni kipindi ambacho anaingia Simba walikuwa pungufu, na hivyo ilikuwa wakicheza kijanja zaidi na nafasi hazitengenezwi kihivyo. Mwisho wa siku wakapata ushindi waliostahili kutokana na namna walivyocheza. Je, katika mechi zijazo itakuwa vipi? Na Simba watapambana vipi na hali hii hasi kwao ya kwamba wamalizi mchezo wakiwa kamili? Mechi 3, kadi nyekundu 3. Msimu uliopita 2025-26 mechi 30, dakika 2700 Simba hawakuwa na kadi yoyote nyekundu. Sana sana walipata kadi za njano 30, ikiwa ni timu ya pili kuwa na kadi chache za njano baada ya Yanga kadi 25. Simba ndio timu iliyocheza faulo chache zaidi, faulo 263. Lakini kwenye msimu huu mechi 3, kadi nyekundu 3.